Biblia inasema kabisa kwamba hiyo siku ya saba, ukisoma Biblia vizuri unaijua. Marko sura ya 16. Wakristo wengi na wote tunafahamu kwamba Yesu alikufa siku ya Ijumaa. Na ule msimu wa Pasaka ambao umepita, kuna siku inaitwa Ijumaa Kuu aliyokufa Yesu. Na siku yenyewe ya Pasaka, siku ya Jumapili, siku aliyofufuka nani? Yesu Kristo. Sasa sikia Biblia inachosema. Yesu alifufuka siku gani? Marko 16 fungu la kwanza, Biblia inasema, na Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Fungu la pili, hata alfajiri na mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini. Jua lilipoanza kuchomoza, wakasemezana hao kwa hao, ni nani atakayetuviringishia jiwe mlangoni pa kaburi? Fungu la 4, hata walipotazama waliona kuwa ile jiwe limekwisha kuviringishwa, nao ilikuwa kubwa mno. Fungu la 5, wakaangalia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Fungu la 6, naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa, amefufuka, yupo hapa, patazameni mahali walipomweka. Biblia inasema siku aliyofufuka Yesu ni siku inayofuata baada ya Sabato. Tena inasema siku ya kwanza ya juma. Luka sura 20 fungu la kwanza. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato waliyoweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali, wakaingia wasiuone mwili wa Yesu, wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika, fungu la 4 hiyo, ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, watazama watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Fungu la 5, nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Fungu la 6, hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni aliyosema alipokuwa akaliko Galilaya. Fungu la 7, akasema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuliwa siku ya tatu. Fungu la 8, wakayakumbuka maneno yake. Fungu la 9, wakaondoka kaburini, wakarudi wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Siku ya kwanza ya juma Yesu alifufuka. Kama alifufuka siku ya kwanza ya Jumapili, hivi tukianza kuhesabia leo ni lini inaangukia siku ya saba? Tunaanza Jumapili siku ya kwanza, Jumatatu siku ya ngapi? Ya pili. Jumanne siku ya tatu, Jumatano siku ya 4, Alhamisi siku ya 5, Ijumaa siku ya 6, Jumamosi siku ya ngapi? Siku ya 7. Kila kitu unachofanya kifanye kwa maandiko, sio kutoka kichwani, wala sio kwa kuleta porojo. Mimi huwa nikijadiliana na watu mada ya siku ya ibada, huwa nasema tusianze porojo, lete andiko na leta andiko. Kwa nini? Isaya 8:20 anasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Asubuhi haipo usipoenda kwa sheria ya Mungu. Asubuhi haipo usipoenda kwa kufuata maandiko ya Mungu.